Media Day ya klabu ya soka ya JKT Tanzania. Mimi naripoti kutokea hapa Meja Jenerali Samuyo Stadium na nimekuja hapa kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Mimi niko na Makame. Nataka kufahamu ni kitu gani ambacho tunakwenda kuzungumza. Kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka pale tamati. Ndugu yangu tuanzie hapa. Heri lakini? Heri. Usema upo? Nashukuru Mungu. Ile iko poa? Iko poa, nashukuru Mungu. Ndio na jambo. Nashukuru Mungu. Basi heri bwana, tuanzie hapa. JKT Tanzania miongoni mwa msimu ambao wamekuwa bora kweli kweli. Kwa upande wangu naweza kusema kwamba ni msimu huu. Nyinyi kama wachezaji, kwa namna ambavyo mnatazama ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, mnaona ni mabadiliko kiasi gani ambayo yanafanywa tofauti na msimu wa mwaka jana na msimu huu ambao unakwenda kutamatika? Sisi kama wachezaji kweli tunaona mabadiliko ya msimu uliopita na msimu huu, kwa sababu msimu uliopita na msimu huu tofauti. Msimu huu kuna ushindani mkubwa sana. Lakini sisi kama sisi JKT tuna malengo yetu. Tumejiwekea tufikie malengo yetu ili tumalize salama msimu vizuri pia. Tangu msimu unaanza, pengine ni kitu gani ambacho kocha aliwaambia tunapoelekea kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu? Nini ambacho mlichukua mnakihitaji na matarajio yenu haswa na focus ambayo mmejiwekea kuelekea kwa msimu huu? Sisi kama nilivyokuambia hapo nyuma kwamba sisi tangu tunaanza msimu kwamba tumekaa na viongozi wetu wote kwamba tumejiwekea malengo yetu. Malengo yetu sisi kumaliza top 4, kufanya vizuri, kwamba ni lazima iwe sio kwamba lazima tumalize top 4 ndio malengo yetu yatimie. Ili muende kuandika historia kwenda kucheza kwenye michuano ya kimataifa. Ndio. Ugumu uko wapi kwa namna ambavyo unatazama sasa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu? Tumeanzia nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya tatu, nafasi ya 4, nafasi ya 5. Leo hii JKT Tanzania bado ana nafasi ya kumaliza kwenye zile top 4 title contenders ambazo zitakaza kwenda kukata tiketi kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Kwangu mimi sio ni ugumu kusema labda kuna ugumu, kwa sababu kuna mechi 5 bado. Kuna mechi 5 nzima. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kuna ugumu kwamba tusifikie malengo tulojiwekea. Hapana, hakuna ugumu, ila sisi tu wachezaji tunajitambua kwamba hizi mechi zilizobaki ni kila mechi kwetu ni finali, tuweze kupata matokeo mazuri ili tufikie malengo yetu. Tunakwenda kucheza dhidi ya Singida Black Stars mchezo unaofuata. Pengine nyinyi mnazungumza nini haswa kama wachezaji kuelekea kwenye mchezo huu, kwa maana huu utakuwa ni miongoni mwa mchezo utakaowapa ishara nzuri kwenda kumaliza kwenye kile ambacho mmekitarajia kwa msimu huu? Tunaenda kucheza na Singida. Singida ni timu nzuri, siwezi kusema labda timu mbaya tukaidharau, hapana. Singida ni timu nzuri, kwamba sisi tumejiwekea kwamba lazima tu katika kiwanja chetu cha nyumbani tupate matokeo, tumfunge Singida ili tuweze kufikia malengo yetu katika top 4. Kwa pasina shaka Singida iwe isiwe alama 3 mnazipata. Inshallah iwe isiwe nyumbani, alama 3 tunazipata. Dhidi ya Singida Black Stars. Na wao si kinyonge kama ambavyo mnavyofikiria. Ndio maana nikakwambia kwamba siwezi kusema labda wana timu mbaya kusema au timu ndogo, hapana. Singida wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri, professional. Hata sisi pia tupo vizuri kwamba tumejipanga pia sisi, alafu tuna advantage kwamba tupo nyumbani. Kwa hiyo tumejipanga sisi kupata matokeo katika kiwanja cha nyumbani. Pengine labda kwa msimu huu ni mechi gani haswa kwa upande wenu mkiwa kama wachezaji mnastahiki na kusema ya kwamba hakika katika mechi zote ambazo tumecheza 20+ mechi fulani ilikuwa tough kweli kweli? Labda tuseme mechi tulicheza na Mbeya City. Kwa sisi ilikuwa tough, kwa sababu sisi siwezi kusema labda tumeenda na matokeo yetu, hapana, kwamba sisi tulijiwekea kwamba lazima tumfunge Mbeya City. Lakini Mwenyezi Mungu ajajalie tukaja kupata draw, ilituumiza mpaka kaja kutokea goalkeeper wetu Chalamanda alipata red card, lakini tukamaliza mchezo tukadraw nao. Ilituumiza, lakini hatuna budi, ni matokeo pia mpira. Huwa kuna approach ya namna gani ambayo mwalimu huwa anawapa vijana wake pindi mnapokwenda kukutana na timu kubwa, nikiwa na maana
zile timu tatu ambazo zinachuana pale juu, nikiwa na maana ya Simba, Yanga pamoja na Azam. Lakini pia vile vile kuna maagizo mengine huenda yanakuwa tofauti na yale ambayo mnapewa kwenye ile approach. Hapana, hakuna maagizo yote kusema labda tunacheza na Simba, Yanga, Azam kusema labda kuna maagizo tofauti, hapana. Yaani sisi kwamba kila mechi kwetu ni finali, kwamba hata tukicheza na hizo timu kubwa ari inazidi, kwamba ni ari yetu inazidi na kuwa juu, kwamba lazima sisi tupate matokeo, lakini mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo tutakayotokezea tunakuwa tunakubaliana nao, lakini sisi kama sisi tunaenda kwamba tuwafunge timu yoyote ile tunakutana nayo. Miongoni katika msimu huu JKT Tanzania mmepoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Ilikuwa ni mchezo dhidi ya Young Africans ambao mkapoteza kwa jumla ya goli 5. Huu mchezo mimi nataka kujua kitu hapa. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani kwa upande wenu? Cha kwanza mchezo kwetu sisi tulicheza mwanzo vizuri. Tumecheza vizuri lakini mwisho hatujamalizia vizuri kwa sababu ya mchezaji tu labda mmoja kusema labda alikuwa yupo sawa, lakini hata sisi kwamba ilipomaliza mechi ilituma sana. Yaani ilituma sana kwamba sisi tumeenda na matokeo yetu kwamba lazima sisi Yanga tumfunge. Lakini tumeenda Yanga ametufunga, hatujategemea yale matokeo. Kwa hiyo hatujategemea yale matokeo, Yanga ametufunga, kwa hiyo hata sisi imetuma sana. Yaani imetuma. Hata mimi mwenyewe pia yani hapa nazungumzia iliniuma sana ile mechi. Ilituma hatujategemea. Ni kitu ambacho iliniuma sana. Hatujatarajia kabisa kwamba Yanga kutufunga goli 5, kwa hiyo fungo linaweza ikawa ni miongoni mwa matokeo lakini si kwa idadi kubwa ya magoli. Sahihi ni kweli. Ilituma sana ile mechi. Kwa hiyo ndo mpira, hatuwezi kufanya chochote kwamba ishatokezea. Tumekubaliana nayo. Mimi nataka kufahamu kitu kimoja. Umezungumza kwa Young Africans. Nisalie hapo kidogo. Uwepo wa baadhi ya wachezaji na nyota mbalimbali ndani ya kikosi cha Young Africans ukikompea na kikosi cha JKT Tanzania ni sawa kama kuna uwiano. Hakuna uwiano mkubwa, ila naweza kusema quality Young Africans wanaweza wakawa nao juu tofauti na JKT Tanzania. Huwa kuna ugumu kiasi gani kwenye kuwakaba quality tops ya wachezaji wenye kaliba ambayo wako kama Young Africans ama Simba ama Azam FC? Ni kweli naweza kusema labda kweli ni Yanga na experience wingi, ni wachezaji experience ni wengi katika kikosi chao, lakini hata sisi pia tupo vizuri. Siwezi kusema labda siwezi kumkaba labda Dube au Pacome, hapana. Yeye ana miguu miwili na mimi na miguu miwili. Ni kawaida tu. Siwezi kusema labda timu yetu kwamba JKT tunacheza na timu kubwa kwamba tuingie na pressure hiyo kusema bwana kule kuna nani, hapana. Kwamba mpira ule ni mpira, kwamba yeye ana miguu miwili na sisi tuna miguu miwili, tunaenda kupambana pale kama wanaume. Pasina shaka mzunguko wa raundi ya kwanza ameshacheza na Simba na Yanga. Mzunguko wa pili tayari mshamalizana na Simba, bado Young Africans. Nataka kufahamu ni rahisi kiasi gani either kukutana na Young Africans ama kukutana na Simba Sports Club? Yupi ambaye ana uheni kidogo ambaye anaweza kaja na approach ya tofauti kwenye hii? Siwezi kusema labda kwamba Simba au Yanga kusema labda ana approach yote kwamba ni tunacheza na pesi na nani mgumu. Nani anakuja kwenye sintofahamu na nani huwa anabadilika pindi dakika zinapokuwa zinaendelea? Kwangu mimi naona wote ni wapo kawaida. Yaani ni wapo sawa, tuseme sio kawaida. Wapo sawa. Yanga yupo sawa na Simba naona kwangu mimi wapo sawa. Na tunacheza game ya mwisho na Yanga hapa nyumbani, kwamba tumesema ni kwamba lazima tulipize kisasi chetu, kwamba nyumbani sisi hapa hatutopoteza. Hatutopoteza tena nyumbani. Kupoteza hiyo haitokuwa ngumu sana kwa mechi ya mwisho, kwamba Yanga kutufunga katika kiwanja cha nyumbani hatutopoteza tena. Bwana, mimi nataka nimalize na hili hapa. Nataka unitajie kikosi chako cha wachezaji 11 tu, nikianza golini namba 1. Hapo kwenye kikosi hapo. Mbona ngumu sana hapo kwenye kikosi hapo? Naona ngumu sana kwa sababu na wachezaji wengi. Wengi ambao wako kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwenye wale. Sawa, namba 1 nitamweka Ibrahim Parapanda. Sawa, namba 2. Namba 2 nitamweka Abdalla Alonso. Namba 3. Namba 3 nitamweka David Bryson. Sawa, namba 4 nitamweka Baka. 5 nitaka mimi mwenyewe.
Na swali namba 6. 6 kwangu mimi nitamweka Kagoma. Hapo kati, yani nazungumzia kati, nitamweka hapo kati, naweka watatu. Kwamba nitamweka Kagoma, nitamweka Muda, nitamweka na Fei. Kagoma, Muda na Fei. Tarudi langu la pili. Tuendelee. Winga huko anakaa Karabaka. Huko anakaa Najim Magulu. Striker pale namweka Paul Peter. Tunarudi. Kwa nini Ibrahim Baka na wewe? Hapa nimeona kikosi kimesheheni Wazanzibari wengi. Hebu tuanzie hapa. Siri ni nini? Hamna, kwa sababu Ibrahim Baka sio kama labda kusema hamna mabeki wengine. Hamna, Ibrahim Baka performance yake nzuri, ana performance nzuri, anacheza vizuri. Hata mimi pia nikiangalia mechi zake nakuwa nakopilia sana kama brother yangu, nakopilia sana kutoka kwake. Kwa hiyo ndio maana nimemweka katika kikosi changu mimi. Umemzungumzia Muda, lakini pia vile umemzungumzia na Faisal kwenye eneo zima la kiungo. Umenichagulia 6 ambaye ni Yusuf Kagoma, box to box midfield. Alafu umechukua namba 8, umechukua na namba 10. Kwa nini Faisal na kwa nini unamchezesha pacha Faisal pamoja na Muda? Kwanza tuzungumzie katika viwango vyao, ni wote pia wana viwango vizuri, performance zao vizuri. Kwa sababu nimeweka timu yangu mimi kwa sababu kwamba Fei pia naye ni box to box, kwa sababu umemweka kwa sasa. Fei ni box to box lakini si kwa sasa. Kwamba mimi umeweka pale kwamba muda wote ananipa matokeo Fei. Kwa hiyo hao nimeweka Kagoma na Muda, wao ni wakabaji, ni walinzi. Ndio maana nimeweka hivyo kwa chango. Mimi nataka nimalize. Tunaondoka mara pap. Nakupa wewe sasa. Ndiye kocha wa Manchester United. Kocha wa Liverpool. Kocha wa Manchester City. Nakwambia ingia sokoni. Unahitaji la kiungo na kuna Faisal. Chukua pesa mpe mtu mmoja aje akupe zawadi kwenye kikosi chako. Nani tunaondoka nao? Mimi naondoka na wote. Tuondoke na mmoja sokoni. Mimi kama kocha nitazungumza ili niondoke na wote. Nitataka niwagaie ile pesa. Nitawakatia kati ile pesa ili niondoke na wote. Sawa, nani tunaondoka naye kati ya wawili sasa wao? Yaani ndio tunataka pap kati ya wao. Mimi si ndo kocha, hapo umenipa mimi kocha. Basi mfano mzuri nakupa. Upo kwenye squad ya bench la ufundi. Ndio. Muda yuko bench. Faisal pia yuko bench. Ndio. Kocha anakuuliza na kuita pembeni. Ndio. Inabidi tutoe kiungo mmoja hapo. Ndio. Tuwaingize hawa wawili. Waende wakatupe matokeo. Nani aende kutuokolea jahazi kwenye timu ya Zanzibar Heroes ambayo tunaona jahazi limezama? Wote ni wachezaji wazuri. Wote ni wachezaji wazuri, Fei ni mzuri, Muda ni mzuri. Afu wote ni wachezaji wangu pia kwamba nawakubali pia. Kwa hapo situation inavyoenda kwamba tutamuingiza Fei. Sababu Fei ni mtu mmoja kusema muda wote anaweza kukupa matokeo. Pia anacheza box to box. Kwangu mimi kwa haraka hapo nitamuingiza Fei. Bora wa Fei na Mudathir kwa wote wana ubora. Wote wana ubora. Hata Muda pia anapiga naye box to box. Wote wana ubora. Siwezi kusema labda huyu sio bora. Wote hapo vizuri. Wote wanacheza katika timu zao, wanacheza vizuri pia. Wote hapo vizuri. Siwezi kusema ubora wa Ibrahim Baka. Unaonaje? Pia ana ubora mzuri, ana performance nzuri kila mechi, ana performance nzuri. Pia ana ubora, ni mzuri pia. Hivi huwa kuna siku mnawish Wazanzibari mje mkutane timu moja? Tunawishi, yani timu ya NBC kwamba tu Wazanzibari watupu hiyo. Na kitawaka, yani kutakuwa kumoto yani. Yani kwamba ubingwa lazima tuchukue. Yani hiyo ndio Wazanzibari watupu, nakwambia ubingwa lazima tuchukue. Twende nipe sasa kikosi ambacho tunaweza kuleta timu alafu tukaipa hiyo Zanzibar kawa kwenye timu yake, alafu tuipe kikosi ambacho kitakachokwenda kupambana na Simba ama Yanga Afrika. Namba moja hapo narudi tena kwa Ibrahim Parapanda, namba moja. Namba 2 hapo Zanzibar Heroes kikosi cha Zanzibar kinakuja kupambana aidha na Simba au Yanga. Ndio. Namba 2 namweka Salum Gado anacheza JKT. Namba 3 namweka Abdul Malik Zakaria anacheza Singida. Namba 4 na 5 namweka Ibrahim Baka na mimi mwenyewe.
Sita, 8 na 10. Namweka Mudasiri, namweka Fei, namweka na mchezaji mmoja anaitwa Popa. Popa namweka kati na winga moja na winga nyingine striker total pale. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Ahmada Hilika anacheza TRA. Ni striker alifunga. Nifanisha na ule Azam anaitwa Haaland. Okay, huyo anacheza TRA. Huyo namweka ni striker yangu kwamba muda wote yani huyo andopeleka kibenderani yani. Muda wote. Winga huku kushoto namweka huyu mchezaji yupo Azam, Aimar anaitwa huyo. Haaland huyo. Huku namweka Haaland. Huku namweka kuna winga mmoja anaitwa Mbappe. Anacheza Mlandege ya Zanzibar. Hapo Simba aje akiwa kamili au Young Africans aje kamili. Yaani kwamba ni waje kamili lakini pia tutamfunga. Maana kuni zitavunjwa sana. Yaani atoki mtu yani tunaondoka na ubingwa hiyo. Hiyo ndio timu ya hiyo yani tukiwepo Zanzibar watupu lazima usimuona tukicheza mechi. Tukicheza mechi na yani ingekuwepo hata friend mechi ungeona ni. Tupo vizuri. Shukrani sana ndugu yangu. Asante sana.